Kama uso wako unaonekana umechoka, una pimples mara kwa mara, una dark circles, au unaona muonekano wako si fresh kama ulivyotarajia, huenda tatizo si genetics pekee. Mara nyingi ni tabia za kila siku ndizo zinashusha muonekano wa uso wako taratibu bila wewe hata kugundua. Leo nitakuonyesha tabia 7 ambazo zinaweza kuwa zinaharibu muonekano wa uso wako kila siku. Na jambo baya zaidi ni hili. Tabia hizi watu wengi huzifanya kama kawaida kabisa, lakini baada ya muda ndizo zinaanza kuonekana kwenye ngozi, macho na hata shape ya uso wako. Twende moja kwa moja. Namba 1, kugusa uso mara kwa mara. Kugusa uso wako kila dakika si jambo dogo. Watu wengi hushika mashavu, paji la uso, mdomo au kidevu bila hata kujitambua. Tatizo ni kwamba mikono yako hubeba mafuta, uchafu na vijidudu kutoka simu, keyboard, milango na vitu vingine unavyoshika kila siku. Hivyo kila unapogusa uso, unaweza kuongeza uwezekano wa pores kuziba, ngozi kuirritate na pimples kuzidi. Dermatologists pia wanaonya kuwa kugusa au kubonyeza acne mara kwa mara kunaweza kuichukua muda mrefu kupona na kuongeza risk ya makovu au dark spots. Namba 2, kutafuna upande mmoja tu. Watu wengi wana tabia ya kutafuna upande mmoja wa mdomo karibu kila siku. Hilo linaweza kuweka mzigo zaidi kwenye misuli na joint za taya upande mmoja kuliko upande mwingine. Kwa muda, matumizi ya kupitiliza ya taya, chewing gum nyingi au pressure isiyo balanced yanaweza kuongezea stress kwenye TMJ na misuli ya taya, na kwa baadhi ya watu kusababisha maumivu, clicking au stiffness ya jaw. Namba 3, kulala kidogo. Ukilala vibaya, uso wako huwa wa kwanza kuonyesha. Usingizi mdogo unaweza kufanya macho yaonekane yamechoka, ngozi ionekane pale au dull, kope zilegee kidogo na puffiness au dark circles zionekane zaidi. Hata Cleveland Clinic inaeleza kuwa lack of sleep inaweza kuonekana moja kwa moja usoni kwa dark under eye circles, puffy eyes, red eyes na pale skin. Namba 4, stress ya kudumu. Stress haibaki tu kichwani, inaonekana pia kwenye uso. Ukiwa stressed kwa muda mrefu, ngozi yako inaweza kureact vibaya. American Academy of Dermatology inaeleza kuwa stress inaweza kufanya acne kuwa mbaya zaidi, na kwa baadhi ya watu inaweza pia kuchangia hair shedding. Ndio maana wakati mwingine mtu anaonekana amechoka au amebadilika, si kwa sababu hana nguvu, bali kwa sababu mwili wake uko kwenye pressure ya muda mrefu. Namba 5, caffeine nyingi. Coffee ni nzuri kwa alertness, lakini ikizidi inaweza kuanza kukugharimu. Caffeine inaweza kuingilia usingizi wako kwa sababu athari zake hudumu kwa masaa kadhaa, na ukiharibu usingizi, unarudi tena kwenye tatizo la uso kuonekana umechoka, macho kuwa na dark circles na muonekano kupoteza freshness. Namba 6, kutokunywa maji ya kutosha. Mwili wako ukikosa maji ya kutosha, mara nyingi ngozi huonyesha mapema. Ngozi chini ya macho inaweza kuonekana dull zaidi unapokuwa dehydrated, na muonekano wa uso unaweza kuonekana umechoka kuliko kawaida. Hii haimaanishi maji ni dawa ya kila tatizo la ngozi, lakini dehydration inaweza kufanya uso usionekane fresh. Namba 7, jua bila ulinzi. Watu wengi wanapenda kuongelea skincare, lakini wanaruka sehemu muhimu zaidi: ulinzi dhidi ya jua. Vyanzo vya dermatology ninaeleza kuwa UV rays huharibu ngozi, huongeza risk ya premature skin aging, na repeated sun exposure au sunburn inaweza kuleta wrinkles, uneven pigmentation na age spots kwa muda. Hivyo kama hutumii ulinzi wa jua unapokuwa exposed sana, uso wako unaweza kuanza kuonyesha damage taratibu. Kwa hiyo, tabia hizi 7 ni hizi: kugusa uso mara kwa mara, kutafuna upande mmoja tu, kulala kidogo, stress ya kudumu, caffeine nyingi, kutokunywa maji ya kutosha na jua bila ulinzi. Sasa angalia vizuri maisha yako ya kila siku. Mara nyingi tatizo si kwamba uso wako umeharibika. Tatizo ni kwamba routine zako ndizo zinaufanya uonekane umechoka.
Ukibadilisha hata tabia 2 au 3 kati ya hizi, baada ya muda unaweza kuanza kuona tofauti kubwa. Comment hapa chini. Ni tabia ipi kati ya hizi unajiona unaifanya sana? Na kama unapenda video za aina hii za Kiswahili, subscribe kwa sababu kuna nyingine nyingi zinakuja.